بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 23 mwezi wa Ramadhan mwaka 1447, katika kikao chetu cha usiku wa leo, maudhui ni haki za wazazi juu ya watoto wao, kadhalika haki za watoto juu ya wazazi wao. Ni maudhui yazungukia hapo. Tena nasema kuwa pia hii maudhui ni pana, lakini nitajaribu insha Allah nusu ya mazungumzo nielekeze katika haki za watoto kwa wazazi wao, kisha nigeuke nizungumzie haki za wazazi juu ya watoto wao. Maudhui hii ni muhimu sana, hasa katika hii asri ambayo sisi tuishi, sababu mara nyingi haki za wazazi hupunjwa. Asili yake ni kwa sababu ya wale wazazi kutowapa wale watoto haki zao. Bimaana wazazi wasipowapa watoto haki zao huchangia katika wale watoto baadaye wasiwape wazazi haki zao. Na mzazi akiwa amepunguza katika haki ya yule mtoto, haijamaanisha kuwa ni halali kwake yeye kumpunja mzazi wake haki yake, lakini tusema mara nyingi yasababishwa hivyo. Kivipi? Mwanzo atakatufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu alwalida an waladihi yawm alqiyamah qabla an yas'ala alwalad an walidihi. Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mzazi kuhusu mtoto wake siku ya kiyama kabla ya kumuuliza mtoto kuhusu mzazi wake. Kwa kama vile mzazi ana haki juu ya watoto wake, ajue pia watoto wake wana haki juu yake. Wawasaina al-insana biwalidayhi husna, hapa kuhusiwa mtu juu ya haki za wazazi wake. Lakini pia ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza kuziokoa nafsi zetu na watu wetu, wake zetu na watoto wetu kutokana na moto. Kwa wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa akina baba juu ya watoto wao umetangulia kabla ya wasia Allah aliyowapa watoto juu ya wazazi wao. Sababu mtoto mwanzo huwa ni mtoto wazaliwa, sio? Tukahusiwa sisi katika kumwelekeza ili tumuokoe na moto, tuziokoe nafsi zetu na tuokoe walioko chini yetu. Kisha yule mtoto yule anapokuwa sasa akajielewa, ana haki sasa za kumtekelezea mzazi wake, lakini haki yake ndio imetanguliza mwanzo. Kwa mfano, yule mzazi akamwachia mtoto wake asimfunze dini yake, akamwacha aishi tu hivi hivi, basi huyu amemfanyia ubaya yule mtoto wake katika kumpa haki yake. Na wengi katika watoto waliopotea, si wote lakini wengi, mara nyingi utakuta kuwa chanzo cha tokamana na mzazi. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul A'raf, wa idha fa'alu fahishatan قالوا وجدنا عليها آباءنا
wallahu amarna biha. Wanapofanya uchafu, na uchafu unaokusudiwa hapa, walikuwa wakati wa jahiliya wakitufu waume kwa wake uchi katika al-Kaaba, waume kwa wake. Wanapofanya uchafu huo, sababu wasema kuwa yule ambaye nguo zake ni za haramu hafai kutufu, wajifanya wacha Mungu kisha wavua nguo, kisha watufu wakiwa uchi katika al-Kaaba, iyadhan billah. Allah sema wa idha fa'alu fahishatan, wanapofanya huo uchafu, qalu, wanapoambiwa kwa huu ni uchafu mafanya, wasema wajadna 'alayha abaana, tumewapata baba zetu katika hali hii. Kisha wakaongeza wallahu amarna biha, na Allah ametuamrisha sisi tutembee uchi. Allah akawarudi, qul inna Allah la ya'muru bil fahsha, waambie kama ni mimi sijawaamrisha. Allah haamrishi uchafu, lakini Allah hakukataa hoja yao ya kwanza, wajadna 'alayha abaana, hii hakuikataa, ni kweli. Lakini wallahu amarna biha, Allah ili akadipinga, sema la, qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Kwa angalia hapa, Allah alichokirudi ni kimoja pekee cha kusingizia kuwa Allah ndiye aliyewaamrisha, lakini kuwa wamewapata baba zao katika hali kama hii, ili ya kulikataa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli hivyo ndivyo walivyowapata baba zao. Kwa ammatu fasadi al-aulad min al-aba, mara nyingi watoto kupotea asili yake ni kwa sababu ya wazazi wao. Asili ya mtoto kupotea ni mzazi. Kwa wazazi ni lazima tuchunge sana namna tunavyowalea watoto wetu, tuwalea katika maadili gani. Wakiwapoteza watoto wao wakiwa wadogo, na ndio pale sasa zile haki zao kutekelezewa wakishakuwa wakubwa, wale watoto hawazijui zile haki za wazazi, sababu wewe hukumfundisha kuanzia akiwa mdogo. Ikatokea kuna mmoja alimlaumu mtoto wake, hataba ba'dhum waladahu ala al-uquq, mwanangu, mbona wewe wanifanyia uovu namna hii? Hujui kama mimi babako? Mbona wanifanyia hivi? Faqal, yule mtoto akamjibu akamwambia, ya abati innaka aqaqtani saghira, wewe ulinifanyia uovu mimi nikiwa mdogo, faaqaqtuka kabira, ndio maana mimi leo nakufanyia uovu ukiwa wewe ushakuwa mtu mzima na mimi nishakuwa mkubwa. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka shaykhan, kama vile ulivyoniacha ukanituplia mbali wakati mimi mtoto, leo mimi nakutupa ukiwa mtu mzima. Haya ni maneno wayazungumza tu, sio kwetu kuna kisa fulani kimetokea, lakini hivi ndio inavyokuwa. Lisanul hali kwa hivi, yani kwa ukampata ule mtoto ni asi, mara nyingi ukimtizama utakuta katika malezi yake kule chini yule mzazi alimkosea yule mtoto, ulimkosea yule mtoto, ndio maana akawa mkubwa, akawa hajui haki zako wewe mzazi nzipi, na hakuna chochote kitakachomfundisha yule mtoto haki za mzazi wake isipokuwa ni dini yake. Usifikirie kuwa kwa mfano mkimpeleka mtoto kwa mfano shule atakwenda kusoma haki za mzazi wake. Kule shule aenda kufundishwa kusaka tonge, aende akatafute njia kupata riziki yake, lakini huku kwenye dini ndio anakufundishwa haki ya kila mtu, haki ya Mola wake aliyemuumba, haki ya mtume wake aliyetumilizwa kwake alayhi salatu wassalam, haki ya masahaba, haki ya wanavyuoni. Atafundishwa haki ya mwalimu wake anayemfundisha, atafundishwa haki ya mzazi wake aliyemzaa, haki za ndugu zake anaokaa na wao, jirani zake. Haya yote utakuta Uislamu hakuna kitu umewacha, walillahi alhamdulillah. Sasa hili jambo muhimu sana lieleweke, na muda uenda haraka sana, wallahi muda uenda haraka sana. Nataka nitangulize na utangulizi mfupi tu hivi katika suala hili. Mwanzo, ni wajibu juu ya wazazi
kufahamu kuwa alwaladu amana. Yule mtoto Allah anayekuruzuku ni amana. Kwa mtoto ni amana Allah amekupa. Sayusalu anha alwalidani yawm alqiyama, na wazazi wawili watakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya wale watoto wao waliopewa kama amana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain asema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachungaji na kila mmoja atakwenda kuulizwa mbele ya Allah kile alichokichunga. Katika vile alivyovitaja akasema warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, na mwanamume ni mchungaji juu ya wale watu wake wa nyumbani na ataulizwa kesho juu ya wale waliowekwa chini yake kuwachunga. Kama vile upande mwingine walmar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, na mwanamke pia ni mchungaji ndani ya nyumba ya mume wake na watoto wake na atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ni mchungaji na masuhulia haya ataulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama mzazi una watoto, ujue wale watoto uliopewa ni amana na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala namna ulivyowalea. Masuhulia ya ulezi na kuwachunga humwangukia mzazi baba na mama mwanzo kabisa kabla mtu yote. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Hii aya ambayo tumeitaja tayari, Ibn Umar radhiyallahu anhuma akieleza hii aya sema adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madha adabtahu wa madha allamtahu, mfundishe adabu mtoto wako, kwani hakika wewe utaulizwa ulimfundisha adabu gani huyo mtoto na ulimfunza elimu gani yule mtoto, ulimfunza kitu gani yule mtoto. Sasa kwa wale wazazi kwa mfano ambao wazembea katika kuwafundisha watoto wao masomo ya dini, akazembea tu madrasa, yule maalim aonekana hana maana. Na wewe angalia katika mujtamaa wetu tunavyoishi, hii ndio hali tulionayo. Ni hali nzito lakini ndio ilivyo. Sitaki niingie katika kutaja mifano, nitarefusha, lakini kila mmoja afahamu ile manzila anayopewa yule mwalimu anayemfundisha yule mtoto dini yake katika mujtamaa wetu. Yule ustadhi, wacha nimwite ustadhi wa madrasa, na si wazazi wote, lakini tuzungumzia wengi katika watu kwa namna hiyo. Wako wazazi mashaallah wana heshima kubwa sana na jambo la dini, lakini kwa kweli kuna taksir kubwa sana kwa wenzetu katika suala la kuwafundisha watoto upande wa dini. Bali sisi tuweza kuwa ndio chanzo cha kuwaonyesha watoto wetu kwa lile jambo la dini halina maana. Ama kuna maana gani mtoto akifika darasa fulani la shule yuwatolewa madrasa, kisha ambaye sasa hivi wajua enda kumaliza huku kuna shahada muhimu, wewe wacha madrasa kwa sasa. Yule mtoto wamtumia ujumbe kumwonyesha kuwa kile ulichokiwacha si muhimu kuliko hiki unachokifanya. Kuna message watuma bila wewe kujijua. Na yule mtoto akishakaa, wakati wetu ulikuwa standard 7 8, sijui system ya sasa mpya wala siielewi, lakini akifika class 7 yule mtoto yuatolewa shule aconcentrate, kwa sababu mbele kuna standard 8. Kwa miaka miwili ametoka asome dini, akienda form 1 maana yake ni kuwa ashazoea kukaa bila kusoma madrasa. Kwa kumregesha tena kule ya uzito,
mwisho yawa mambo yaendelee hivyo hivyo. Sasa iwakulie yule mtoto haijui dini yake. Sasa huyu hata akawa na chochote katika dunia, kama hajui haki zako babangu, hufaidiki hata na hiyo dunia pia kwake. Labda hujaona mfano huu. Tumetaja kuwa wazazi ndio wana athari kubwa zaidi kwa watoto wao kuliko mtu yote mwingine, na hili hata katika dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma min mauludin illa yuladu ala madha, ala alfitra. Hakuna mtoto yote anayezaliwa isipokuwa azaliwa katika fitra, katika Uislamu, katika tauhid. Allah amemtoa kila mmoja kutoka katika tumbo la mzazi wake akiwa katika fitra, katika Uislamu. Angalia sasa athari ya wazazi. Fa abawahu yuhawidanihi, wazazi wake wawili wakamfanya yule mtoto awe Myahudi ikiwa wao ni Mayahudi, wayunassiranihi, au wakamfanya awe Mnasara ikiwa wao ni Manasara, wayusharrikanihi, au wakamfanya awe mshirikina ikiwa ni washirikina. Lakini huwezi kuniambia mtoto amezaliwa ukamwacha vile alivyo kisha kamuona ng'ombe aseme Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Atampiga fimbo yule ng'ombe, yule atampiga fimbo akipita karibu na yeye. Sasa wajua mimi binadamu ni ng'ombe, na ukimwita ng'ombe wewe atakasirika. Lakini kuna watu ambao wachukulia huyo ng'ombe huyo kuwa eti ni Mungu, na wakamsujudia na wakamuomba, na wako tayari awamwagie kinyesi awakanyage ng'ombe. Nani aliyemwathiri yule mtoto mpaka akaamini haswa kuwa gombe hili ndio Mungu wangu? Gombe akaamini huu ni Mungu wangu, si mzazi. Sababu hivyo ndivyo alivyomkuza yule mzazi, akamwelimisha kuwa huyu ndio Mungu, mpaka yule mtoto akakuwa na itikadi chafu kama hiyo. Kwa wazazi wana athari kubwa sana katika malezi ya yule mtoto. Nusu ya darasa ishapita, kwa ni utangulizi. Allah musta'an. Sasa wacha niendelee na hii basi, niendelee na hii, sio? Mtoto ana haki kisheria kwa mzazi wake kabla ya kuzaliwa na baada ya kuzaliwa. Subhanallah, ma a'zam hadha ad-din. Yani hii dini yetu ilivyokamilika, ndio maana nyinyi muona saa nyingine huambia sijui kwa nini sisi tunataka bid'a. Yani ukiuangalia Uislamu uko perfect kabisa, hakuna kitu Uislamu umetuachia, mpaka katika hali kama yule mtoto yule Uislamu umemwekea haki zake hata kabla wewe baba kuoa. Kabla hujaoa wewe, Uislamu ushamwekea mikakati yule mtoto atakayekuja kule, ikiwa utajaliwa mtoto. Uislamu umeweka mikakati mizuri kabisa. Kwa hivyo mwanzo kabisa, husnu ikhtiyari shariki salih inda zawaj, kuchagua mwenzako awe ni mwema kabla ya kuingia katika ndoa. Si upande wa baba kumchagua yule mama, si upande wa mama kumchagua yule baba anayemuoa, pande zote mbili. Ukija katika upande wa wanaume, Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunkahu almar'atu li arba'in, mwanamke huolewa mara nyingi kwa sababu 4. Akasema limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadhfar bidhati ad-dini taribat yadaka. Hii hadithi sina haja ya kuieleza, mwaisikia kila siku, kila mmoja naamini waielewa. Lakini mimi nataka nisisitize hapa alipositiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza sisi kumchagua yule mwenye dini, mwanamke mwenye dini. Kwa nini? Kwa sababu yule mwanamke mwenye dini ndiye atakayekulelea wewe watoto wako katika maadili ya kidini, katika misingi ya dini. Kwa hapa wewe ndio waanza kumchagulia mtoto wako ambao watarajia kumpata biidhnillahi ta'ala baada ya wewe kuingia kwenye ndoa. Wamchagulia yule mama
ambaye atakulelea watoto wako. Sasa wewe chunga hapa, kabla hujaoa, yule mama unayekwenda kumwoa ni mama stahiki kuwalea watoto wako? Umenielewa vizuri hapo? Kwa hapa ndio waanza haki za mtoto wako kumchagulia. So usende ukamchagulia mkeo mwanamke muimbaji, basi usishangae baadaye wale watoto wakizaliwa wakapiga ngoma, kwa sababu si yatokana na hapo hapo. Au ukaenda ukamchagua mama na tabia popote vile, ukaiwacha dini wewe pembeni, ukachagua vingine, wewe ushamfanyia uovu mtoto wako kabla hajazaliwa, sababu hujamchagulia mlezi wa kisawasawa. Na upande wa mtoto wa kike pia, idha ataakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Usifikirie ni wewe tu, mimi nitaka mwenye dini, na wewe mwenyewe balaa mongokaa sio vitu. Hata watu mongokaa pia ataka mwenye dini, piga mongokaa huko kweli kama kichaa, kisha takuwa nitaka mwanamke kidogo mwenye dini na nini. Dini wewe huna, wallahi alazim, wako watu kwa hivyo. Sasa wewe enda kugota mlango wa watu, nataka mwanamke mwenye dini, na wewe ukoje? So Mtume salama ashatuelekeza pia, haswa sisi mababa wasimamizi wa wale mabinti, idha ataakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, kwa sababu hapa tumchagua baba atakayewalea wale watoto. Anapowajieni nyinyi yule ambaye mwamridhia dini yake na tabia yake, kwa sababu hivi vitu viwili vitakuja kumwathiri yule mtoto atakayezaliwa. Dini iko sawa, alhamdulillah, tabia zake mzuri, atamwathiri yule mtoto katika njia nzuri. Kwa pande zote mbili Uislamu umetuelekeza katika kuchunga sana hii haki ya yule mtoto ambaye tumtarajia awe baina ya yule mke na mume. Kadhalika katika mambo ambayo yapo kabla yule mtoto kuzaliwa, ad-du'a bidhurriyyati salihah. Si kuomba watoto tu, kuomba kizazi chema. Unapomwomba Allah akupe mtoto wa kheri, kuna wakati mwingine afadhali usimzae yule mtoto ikiwa yule mtoto atakuwa muovu, kwa sababu aweza kuwa ni adhabu kwa yule mzazi. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Kuna watu wale watoto wao ni adhabu, Allah yuwaadhibu kwa wale watoto. Ukamwona yule mzazi asema fadhali kungezaliwa nusu mkate, wallahi tukala yakaisha tu basi. Mtoto ni huyu. Yani kuna watoto bwana wasumbua wazazi wao sana, waovu, huquq, si kuwakosea adabu na kuwakosea adabu majirani, na kesi zisizoisha kila siku, mara huku fujo, mara huku balaa tiani. Watu wamekaa nje wana sufuria rushwa kwa juu, kumbe jamaa teja, ayadhan billah, Allah yahdina wa iyahum, karusha sufuria ya wali enda kuiuza. Watu nyumbani wangojea ghadaa, wale umbaki mtuzi. Nyinyi hamjui haya fanyika? Wallahi mimi nimeona na macho yangu, sikuambiwa, na macho yangu sufuria ruka, tumekaa majengo, sufuria ile pale, kisha jamaa toka, jamaa zenu, wallahi alazim, akaichukua sufuria akaenda kuuza mtele na sufuria yake. Nyumbani watu wamebakishwa mchuzi wa nyama kweli. Sasa ikifikia hali kama hii, wallahi yule mzazi aumia roho kwa ile hali anayokuwa nayo yule mtoto. Lakini ndugu yangu, ulipomwomba Allah mtoto, uliomba mtoto gani? Omba mtoto wa kheri. Allah subhanahu wa ta'ala sema, hunalika daa Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Kwa mtu anapoomba kizazi, aombe kizazi cha kheri. Allah akupe watoto wa kheri ambao kesho utajifakhirisha kama mzazi kuwa huyu fulani mtoto wangu. Lakini wapita, vipi yule mtoto wako? Vipi huko? Mtoto kapita mbio, ashajepa
akampokonya mtu kipochi si kitu gani huyo, yule si mwana yule, ulikuwa semaje, ajifanya hamjui, aona haya hata kusema mtoto wangu, mtoto aina gani? Kwani nyinyi mwafikiria hawa wanaofanya hayo mambo si watoto wa watu? Wallahi ni watoto wa watu. Na nyinyi mwafikiria wale wazazi wafurahia yale wanayoona? Hawafurahia yale mambo. Sasa yabidi sasa uanze tena kuomba tena dua, Allah aongoze, hakuna njia nyingine, sababu anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Katika kuchunga haki za yule mtoto, mpaka tumefundishwa katika dini yetu dua wakati unapofanya tendo la ndoa. Mpaka pale dini ya Uislamu imekukumbusha wewe kuhusu haki ya yule mtoto, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kusema yale pengine labda siseme mwayajua, si ajabu kuna wengine hata hiyo pia hawaijui. Maibasmilun, basi ndio yule mtoto gari yapita iwe iangalia hivi, hata kujua nani uko ndani. Boyet minno minte ya akhi, wewe utakia nini bwana? Ndio yuko hivyo. Sasa kupigwa bismillah, kwanza na bismillah, Allahumma jannibni shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtani. Kwa kuanzia pale waomba kile ambacho Allah atakupa, ile riziki ile atakayokupa ya mtoto, basi amuepushe na shetani. Pengine huenda ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza. Ingawa mtu akasema kama ninasahau sasa itakuwaje, bado kuna njia zingine za kufanya kumlea vizuri. Haimaanishi kwa basi atakuwa muovu. Nataka kuwatoa wasiwasi sikawa. Kwa hizi ni haki ambazo zimewekwa kisheria kabla yule mtoto kufanya nini? Kabla yule mtoto kuzaliwa. Na kuna haki sasa baada ya kuzaliwa, ashazaliwa yule mtoto. Haki ya kwanza kabisa, inabidi nitajia haraka, zimebaki dakika tatu zimebaki. Duaullahi bisalahi alwalad, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amtengeneze yule mtoto, amjaalie kuwa mtoto wa kheri. Ewe mzazi, daima muombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze mtoto wako daima. Usimwapize yule mtoto hata akakuudhi. Saa nyingine watoto kwa ule utoto waweza kukuudhi, mwana kulaaniwa. Nini, taratibu, usifanye hivyo. Atalaaniwa kweli yule mtoto, alafu utamweza wewe? Umweza maluni? Utomweza wewe. Muombe Allah amuongoze. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wa aslih li fi dhurriyyati, kwa wamuomba Allah akutengenezee kizazi chako, kwa sababu jambo hili haliko katika mikono yangu wala yako. Jambo la yule mtoto kutengenea liko katika mikono ya Rabbil Alamin subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha, Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka yeye. Kwa hiyo wewe mpelekee jambo lako yeye, amuongoze yule mtoto. Ndiyo wewe utachukua zile njia ambazo zilizoamrishwa kisheria za kumpeleka yule mtoto katika malezi mazuri. Lakini nikuulize swali, hivi wafikiria Nuh alifanya taksir katika kumlea mtoto wake yule aliyemkufuru? Sisi hatuna shaka kwa yule mtoto amelelewa katika misingi ya sawa sawa, lakini Allah hakujalia yule mtoto wake kuwa mu'min, kwa sababu jambo la hidayah na jambo la mtu kupotea liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Nuh alayhi salatu wassalam mtume wa Allah katika ulul azmi min ar-rusul, na pamoja na hayo pia Nuh alayhi salatu wassalam mtoto wake hakumwamini mpaka akaangamia na wale walioangamia. Sisi nani? Sisi nani? Na hapa ndio naona kuna watu wengine wakosea, akimwona mtoto yule mkorofi nani yote babake yule. Taratibu shekhi, hakuna mtu yuaridhia mtoto wake kuwa mwovu. Wazazi wengine waumia ndani ya nyoyo zao, wasikia dhiki wakiona watoto wao katika hali kama ile. Kwa wewe nyosha vidole, Allah atakuja kukupa na wewe mtihani. Wewe muombee yule ndugu yako aliyopata mtihani wa mtoto mkorofi, muombee Allah pia muongoze, muombee hilo. Na wewe pia yule malaika katika amin walaka bimithli.
wala usifurahie kumwona mtoto wa fulani ni mkorofi, sijui afanya vituko la. Kwa hivyo dua muhimu sana. Dua ya mzazi irejeshwe. Usimlani yule mtoto, muombee Allah amuongoze. Kadhalika katika haki za mtoto, tasmiyatul waladi bismin hasan, kumwita yule mtoto jina zuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaita watoto wa masahaba, akiambiwa achague jina, achagua majina mazuri, na alikuwa akibadilisha majina ya wale ambao hayana maana nzuri. Na haswa sasa hivi upande wa kina mama, kazi yao kuangalia musalsalat, kisha wakaangalia majina kule, sijui jina gani, basi amfana na yule actor nini. Kisha sasa sikia hilo jina maana yake hawaelewi, hajui nini. Wewe bandika tu mtoto wako mwita jina, hata hujui maana yake nini. Akiulizwa yule mzazi, hata sijui, lakini mimi naona ile jina, unajua kuna yule mmoja mzuri alikuwa yule yajua kuact yule, ama mwimbaji fulani. Ndio majina wako. Baadhi ya wazazi huita watoto wako majina kama, na mengine majina ya kinyumbani si lazima bwana. Kama jina la kinyumbani si zuri, wacha. Mfahamu wacha bwana, sije nikatoa mifano kumbe wako hapa. Acha nisitoe mfano, kisha mkaanza kuangaliana. Maki juzi nilitaja mfano hapa, nikaona jamaa mmoja angaliwa mpaka nikaona haya mimi. Lakini jamani, kama jina si zuri msimpe mtoto, si sawa. Waita nani? Kijiwe jina hili, na mtu akubali mimi naitwa hivyo. Sasa wewe fikiria, huyu mtoto kesho ankuwa mtu yosikilizwa na mbele ya watu, kisha uzoitwa nani? Ndio wale niliwaambia juzi, mimi Abu fulani, Abu atafuta kunia, hataki kujiita jina lake. Usifanye hivyo. Kuna majina bwana, wacha. Wewe waonaje? Kwa mfano wewe waitwa Maulid, alafu wewe ni Salafi, ukizotana naitwa Maulidi bwana. Sasa jina gani bwana? Mtafuta jina gani bwana? Bid'a hizi, ama mtu mtaitima bwana. Kadhalika katika haki za mtoto, rahmatuhu warifqu bihi fi taamul. Jamani, tuweni wapole tunapoamiliana na watoto wetu, tuweni wapole. Wala kuwa mpole si ujinga. Ikawa yule mzazi eti amchapi yule mtoto, aamiliana naye kwa uzuri, si kitu kibaya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akimweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ma raaitu ahadan kana arhama bil'iyali min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sijawahi kumwona mtu alikuwa na huruma sana na watoto kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwa na huruma na yule mtoto, mwache yule mtoto akiwa na shida awe waweza kukaribia wewe mzazi, kukueleza shida zake, azungumza na wewe kwa kuwa ajua wamhurumia uko na yeye. Lakini bwana, ukianza kufika kule kullu mtu kwao, anza na kule, maana marafiki pale, kila mtu ende kwao, yuaja wewe. Tulikuwa na mzee wetu mmoja alikuwa akija yeye sema kullu mtu kwao, mpaka watoto mtaani yuaja jamaa kullu mtu kwao, miskini, Allah yarhamu. Alhasil, kuwa mpole katika kuamiliana na yule mtoto, kuwa mpole. Alafu yule mtoto ukiwa mpole akupenda, ataka kuwa kama wewe, ataka kuwa karibu na wewe. Lakini sasa ikiwa wewe mzazi unatolea korofi hapa, toa mtoto hapa, sitaki mtoto wa mtu hapa. Nini wewe? Si wako waza mwenyewe. Au tukana wale watoto, wakija waita watoto majina mabaya, kelbu wewe, himar wewe, kadha. Wewe tumia majina si sawa bwana. Kwani yule mpunda kweli si punda, lakini wewe ukishamuita hivyo wamwathiri yule mtoto, psychologically wamuumiza yule mtoto. Mwisho yaje ile fajwa, yani kuna nufra baina yule mtoto na mzazi. Yule mtoto hataki kuwa karibu na yule mzazi. Kwa nini? Utamkosa yule mtoto kwa tabia hizi nzito, utamkosa yule mtoto. Na wangapi wamewakosa watoto wao kwa tabia hizi, na kumfanya yule mtoto mpaka akawa
yani waishi hana sijui niambie nini, labda nikitumia lugha ya Kiswahili niseme kama hajiamini, yani kama yeye yuko sawa nini. Manake hata wacha wewe, wajua nini wewe, hujui chochote wewe, wacha hii wewe, toka hapa, hujui chochote wewe, kila saa hujui chochote. Basi mimi sijui chochote kweli, mimi sijui chochote. Ndio amwona mtoto amekuwa mkubwa lakini mlemavu wa akili hivi, lakini kumbe ni ule mzazi alimwathiri wakati tangu mdogo kwa kujifanya mkali. Yeye aona vile akiwa mkali amesalitishwa juu ya wale watoto, ndio wale watoto watanyoka. Kumbe sivyo kabisa. Mwisho wale watoto kwa ule ukali wako unaojifanya, wao pia watapata nguvu, watakuwa ndio pale waje kumwona mwisho ule mtoto ule mzee za kumtolea nini, kwani si wanamfundisha hivyo? Mwisho yaje kukutolea ujeuri, yaje kuzungumza nawe vibaya, lakini asli yake ukiangalia ni muamala wako na yule mtoto. Chunga sana. Shaiba dakika 5, songa mbele kidogo. Kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukaja mabedui hivi, wakaja pale wakamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam amempakata mjukuu wake mmoja, akambusu kwenye mashavu, kwenye kichwa. Ni mabedui wakawa wakamtizama, atuqabbiluna sibyanakum, hivi nyinyi mabusu watoto? Hebu fikiria mtu yuko vipi, amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi kwani mabusu watoto wadogo wa mabusu? Kwao waona kama kile kitendo ni udhaifu kwa mwanamume. Vipi utakuwa na huruma? Una huruma? Watoto wao wachukulie na hawana huruma na wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba pale wakamjibu, naam, si kawaida hiyo. Faqalu lakinna wallahi la nuqabbil. Bedui mbusu mtoto? Vipi bwana, sisi hatubusu watoto wetu bwana, wallahi tanabu, wallahi ma nuqabbil. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة, namiliki nini mimi juu yenu ikiwa Allah ameondoa katika nyoyo zenu huruma? Ni hamna huruma. Yani wewe humuonee, usijui vipi mtu ataishi vipi mtoto wake hata siku moja hajamshika basi akacheka naye akambusu yule mtoto. Hebu fikiria wewe, mtu ana roho ngumu kiasi gani? Mtume sallallahu matendo kama hili akalitaja kwa ubaya, kwa maana yake wewe huna huruma katika moyo wako. Allah amekupokonya rahma katika moyo wako. Wewe atakana tuamilia nayo na wale watoto kwa huruma. Miongoni mwa haki za watoto na siku nyingi, alhifadhu ala karamatihi wa tajannubi sabbihi wa ta'nifihi wa darbihi, kuchunga heshima ya yule mtoto na kujiepusha na kumtukana, na haswa mbele za watu. Yuko na marafiki zake wacheza, pengine kweli labda amejisahau, ametumwa maneno, wewe mkorofi mkubwa, kuja mbwa wewe, kuja hapa, ng'ombe kusoromkia wewe ni wewe kunani, mbele ya watoto wenzake amtukana namna hii. Wewe watarajia yule mtoto atasikia vipi mbele za wenzake? Bwana wamtukana bwana, matusi ya ajabu. Na kuna wengine na matusi, wana matusi, wewe waweza kujishika kichwa, na kawaida kwao, jambo la kawaida. Na si ajabu kapata matusi yale kwa mama kabla yeye baba, sijui akijua baba atatukana nini. Sasa haya mambo atakana mtu ajiepushe, achunge ile heshima yule mtoto, asimtukane, apige tu ovyo ovyo. Akimwona yule mtoto kitivia, piga konde, nani taratibu ya watoto. Watu hawaamiliana nao. Kuna mmoja nakumbuka siku moja nasomesha hivi msikiti fulani, asema la basi mimi bwana mtoto wangu kimchapakana mkanyaga kichwa, wallahi alazim msikitini ananiambia mimi namkanyaga kichwa. Kamwangalia, alafu naomba vipi, alafu yosikiliza, mkorofi kweli kweli mwanangu. Kwa nini asiwe mkorofi ikiwa wewe wafikia hali mpaka wamkanyaga kichwa kwa mguu? Kuna heshima gani baada ya hapo? Fi ihtiramina, kuna heshima baada ya kumwekea mtu mguu wako kwenye kichwa chake?
katika mambo muhimu muraatu haqihi fi al-la'ib, kuchunga haki yake yule mtoto kucheza. Kuna baadhi ya wazazi hawawawachi watoto wao kucheza wakidhania kuwa si mwache mimi apoteze muda wake bwana, muda wake apoteza bure bure bwana. Kwa hiyo yeye daima akitoka skuli ana mwalimu wa tuition, baada ya soma tuition, akitoka hivi homework, akitoka kwenye homework kula, akitoka kwenye kula swali sasa lala. Mtoto wakati wake kucheza saa ngapi? Sasa yule mtoto yukulia hana, na ndio maana saa nyingine unaweza kumwona mtu mzima anapenda kucheza cheza, kumbe maskini hakuwahi. Alipokuwa mdogo hakuwahi, hakuachiwa kidogo acheze. Sasa kwa mkubwa yuko free, sasa watu ndeni yataka twendeni wapi? Watu washapita hiyo stage, sasa wako serious, yeye ndio yuanza yote. Nani kullu minnak anta, mzazi wewe ndio sababu. Wallahu musta'an. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huruma alikuwa nayo. Abu Huraira asema kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha, wakati mwingine tulikuwa tukiswali na Mtume sallam salati al-isha, fa idha sajada wathaba al-Hasan wal-Husayn ala dhahrihi, akisujudu al-Hasan al-Husayn wamrukia maungoni Mtume sallam, fa idha rafa'a ra'sahu akhadhahuma biyadihi min khalfihi akhdhan rafiqan, akitaka kuinuka mwanzo yuwazuia polepole wasije wakaanguka, kisha simama taratibu aweka mbele yake, fayadha'uhuma 'ala al-ardi, fa idha 'ada, akirudi kusujudu na wale watoto pia wampandia maungoni, hatta qada salatahu, mpaka amalize swala. Akimaliza swala, nyi watoto masumbua, aq'adahuma 'ala fakhidhihi, aweka kwenye mapaja yake, mmoja huku mmoja huku, wafurahi wale watoto. Na wakati mwingine Mtume sallam akichelewa kwenye sujudu mpaka masahaba kufanya wasiwasi, kisha sema inna ibni hadha qad irtahalani, mwanangu huyu bwana alikuwa amenipanda kama farasi kwenye maungo yangu, nikachukia nimharibie raha yake, mwache endelee astarehe. Mpaka aliposhuka ndio nikaamka. Kwa hiyo weka wakati, ametoka jioni mtoto kusoma, sasa chukua baskili nenda kacheze kabla ya magharibi, rudi chukua mpira nenda kacheze, lakini uchunge, usimwache acheze na kitu ambacho kitamletea madhara. Hapa ndipo muhimu, hasa siku hizi kuna hizi PlayStations kitu gani, mzazi aona anamnunulia yule mtoto yumpenda, kumbe ndio yumharibu. Wallahi mwaka jana ama mwaka juzi sikumbuki, ilikuwa Ramadhani kama hivi, alikuja mzazi mmoja kunishtakia mtoto wake, asema naomba bwana kama inawezekana msomee ruqya. Wallahi kwenda na nini, asema bwana hasikii, na alikuwa yuperform vizuri skuli na nini, sasa nikuwa sikii. Sikujua mimi, lakini nikamuuliza, nikuulize swali, ana PlayStation nyumbani? Akaniambia mimi sijui PlayStation, hata sijui hata iko vipi, lakini najua kwa watu kadhaa mashtaka yao yamefanana na yule mtoto kucheza hilo dude. Yani asema akishika ile, hata ukamwita vipi asikii, yeye uangalia TV tu pale, yuwaona yuwachenga, sijui kama ni mpira kama nini. Weweza kuona watoto wawili washindani, mmefunga 3 bwana, mmefunga, ukafikiria wanacheza mpira. Sasa wewe ukiangalia vitambi hivi, sasa shangaa wao wacheza bodi hao, watoto wacheza bodi, kumbe bwana ni vidole hivi tu tip basi. Wakitoka sasa washangaa, mbona watoto siku zamani hakuna ngumu kupata mtoto mnono hivi ngumu, huyo yofanya goalkeeper yule. Mwakumbuka wale watu ambao tulicheza wakati huo, wakumbuka kama wewe mnene utakuwa refaria magolkipa, na mara nyingi wao ndio wanuliwa maboli. Akikasirika habeba boli lake na zake mabaki, basi bwana, basi takuweka goalkeeper, basi goalkeeper. Mwakumbuka sio? Watu wazima wakumbuka, mtu akiwa mnono iko goalkeeper, achezeshwi, maana yake akicheza ndani hagusi mpira. Ni nadra sana kupata mtoto obesity. Sasa hivi imekuwa jambo la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu watoto hawaachiliwi wacheze, hawatolewi nje kucheza, kufurahika. Hakuna. Mpeleke mtoto akafanye swimming, martial arts,
muhimu si jitoto limekala legea. Mwacho yule mtoto atakitembea yeye ajiamini kuwa mimi niko sawa, si mtoto atembea nini kunani, ama katun nyingi mpaka kikazungumza wewe waweza kuruka nyumba mpaka ile. Wallahi mmoja ananiambia hivi, kamwangalia yule mtoto mtu mzima bwana, wewe waangalia katun gani? Usifikirie umsaidie yule mtoto, umharibu. Michezo hii ambayo haina maana muepushie yule mtoto, mpe mchezo ambao una faida na yeye. Namalizia basi tu, poleni bwana, msonga sana. Alhirsu ala ta'limi alwalad wa ta'dibi, mzazi kuwa na pupa katika kumfunza mtoto dini yake na kumfunza adabu, haswa ila dini. Alhirs ala ta'limi alaqidati salima, kuwa na hirs ya kumfundisha yule mtoto itikadi iliyosalimika. Mtoto wako akianza kuzungumza aina Allah, fundisha fi samaa, madalil arrahmanu ala alarshi istawa. Kuna jikhurafi kubwa lijui hiyo, litakwenda kumpoteza mtoto wako usipomfundisha. Kwanza akiwa mdogo vitu hivi vidogo vidogo wewe mwenyewe umfundishe, kisha uhakikisha umpeleka mahali aende akasome itikadi yake imesalimika. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Na Luqman Allah amemsifu, wa laqad atayna Luqmana al-hikma. Kwa kama ni hikma, mwanzo mtoto wako mfundishe nini? Aqida salima. Kitu cha kwanza kabisa Luqman alichomwambia mtoto wake, la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Kwa umfundishe kuwa kuomba maiti ni shirki, ile hii bid'a, hii ni kadha. Waacheni mpaka watoto yani wazoee haya ukhurafi, si sawa. Mpaka mmoja akikosewa na mwenzake, kwenda zako khurafi wewe, huyo ashajielewa. Unajua khurafi kitu kibaya, usikubali kuwa khurafi. Lakini mpaka wafundishe wale watoto, man rabbuka ma dinuka man nabiyuka, hivi vitu muhimu ayofundishwe yule mtoto, umfundishe itikadi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ibn Abbas akiwa kijana, ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in. Tauhid, kijana mdogo afundishwe tauhid. Kuna wengine idha sa'alta fas'al maulaya fulani, mtu mzima bwana wewe unaenda kuomba maiti bwana. Vijana wa kisahaba walikuwa wakifundishwa itikadi sahihi. Alhirs ala ta'limihi alquran fi sigharihi, kumfundisha mtoto Qur'an kuanzia akiwa mdogo. Bali tuweza kusema sasa hivi, ukisema kuwa huna mahali wewe pa kumpeleka mtoto wako kuhifadhi Qur'an, ni wewe mwenyewe tu hujataka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametusaidishia kila mahali, kila kona kuna sehemu watoto wahifadhi Qur'an. Kwa nini usimuhifadhishe Qur'an? Aqal shay ajue kuisoma Qur'an kwa kuangalia. Si lazima kwa watu wote wawe hufadhi, lakini si illiterate katika kusoma Qur'an, yajua kuisoma Qur'an. Akifungua msahafu yasoma, alhamdulillah, ni khairi kubwa. Sasa hivi haswa baada ya da'wa ya ahli sunna kuingia, alhamdulillah. Kitambo bwana utapata tabu. Sasa hivi ukiingia msikiti wowote wa salafiyin, nenda kamfuate yule imam, mimi sijui kusoma Qur'an, nataka kusoma Qur'an, atakupangia muda, atakufundisha. Na akikataa njoo tuambia, fulani bwana nikataa bwana, labda na sababu, tutakwambia nenda kwa fulani yule mwingine pale, yule pale yuko, yule pale. Watu wamejitolea watakusomesha. Watu wafanya kampeni ya kuondoa watu wasiojua Qur'an katika mujtamaa, wasibakie watu wao, kila mmoja ajue kusoma Qur'an. Lakini tusema kuanzia mtoto ya wasahadi. Kwa hivyo umfundishe kusoma Qur'an, umfundishe mambo ya halal na haram. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, umfundishe swala yake, umfundishe wudhu, umfundishe mambo ya tahara. Na haya yote atayapata ikiwa utamwelekeza katika kwenda kusoma katika sehemu za sawa. Mimi nataka kwa point hivi, fikiri nitasimamia hapa inshallah. Mada ndefu, sijui itakuwaje na haki za wazazi. Kesho inshallah tutazungumzia haki za wazazi zipi biidhnillah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.